Unajua Yanga wakisema hawana imani na bodi ya ligi ni unafiki tu, na ni unafiki kwa sababu kama hawana imani na bodi ya ligi walikuwa wapi tangu mwanzoni mwa msimu? Unajua ligi inapoanza ndio sehemu ambayo kila mtu anaweza kupeleka malalamiko yake, kama ni malalamiko au kama ni mapungufu anaweza kuyaeleza pale. Lakini pia kabla ligi haijaanza, kwa mara nyingi kuna kikao kati ya bodi ya ligi na viongozi wa vilabu, na kwenye kikao kile wanajadili mustakabali wa ligi, namna ambavyo mambo yatakwenda vizuri na maboresho, kama kuna sehemu ya kuboresha, vitu vyote vinajadiliwa, lakini pia ugawanaji wa majukumu na kila kitu kabla ligi kuanza. Maana kuna kikao ambacho kinafanyika kati ya bodi ya ligi na vilabu. Lakini pia mwanzoni mwa msimu ndio mwanzo ambao pia kila kitu kinajadiliwa kwenye vikao mbalimbali, kwa sababu ligi haianzi tu papa kwamba imeanza. No, kuna vikao vinajadiliwa na nini. Na maana kama Yanga ilikuwa haina imani na bodi ya ligi, ilipaswa kutoa taarifa mapema kabisa tangu ligi haijaanza. Lakini kwa nini wanakuja kukosa imani na bodi ya ligi mwanzoni katikati ya msimu? Ni kwa sababu wanajaribu kupeleka pressure ambayo wanaamini kwamba wakiipeleka pale bodi ya ligi kuna vitu vinaweza kwenda tofauti na vikawafeva zaidi wao. Wanaamini kwamba nguvu ya mashabiki na wanachama walionayo itawasaidia kuwapepesa bodi ya ligi na kuwafanya bodi ya ligi waanze kuhaa kwenye kufanya maamuzi yao. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakimake sense. Yaani unajua Yanga ni watu ambao wanapenda sana mambo ya makesi. Yaani sio watu wanaopenda amani, by the way. Ndio maana mara nyingi wamekuwa wakilalamika, yani hata vitu ambavyo sio vya msingi wanavilalamikia. Kwa mfano leo mtu anasema ana imani na bodi ya ligi, lakini tangu ligi inaanza hakuwa anazungumza kitu kama hicho. Sasa alikuwa wapi wakati ligi inaanza? Ina maana mwanzoni alikuwa na imani na bodi ya ligi, lakini sasa hivi hana imani na bodi ya ligi, au imekuwaje? Kama mwanzoni mwa msimu alikuwa na imani na bodi ya ligi, kitu gani ambacho kimesababisha leo anakuwa hana imani na bodi ya ligi? Maana yake kuna sehemu yake imeminywa, kuna interest fulani kuna kitu fulani alikuwa anakihitaji amekikosa. Na baada ya kukosa hicho kitu ndo amekuja na hiyo dhana ya kwamba hana imani na bodi ya ligi. Lakini kwa mtu ambaye hana imani na bodi ya ligi, maana yake huyo mtu tangu mwanzoni mwa msimu hiyo imani anakuwa hana, kwa sababu utendaji ni ule ule na watu ni wale wale. Ina maana kama unaona kwamba bodi ya ligi wanakosea, maana yake ulianza kuona tangu msimu uliopita, kwa sababu tangu Yanga imeanza kupata mafanikio makubwa chini ya Rais Injinia Said, bado bodi ya ligi viongozi wake ni hawa. Lakini pia nyakati zote hizo ambazo Yanga inafanikiwa hatukuwahi kusikia wakisema wana imani na bodi ya ligi. Lakini kwa nini sasa hivi wanasema wana imani na bodi ya ligi? Ni kwa sababu kuna vitu watarajia kuvipata wameshindwa kuvipata, na ndio maana wanalalamika, kwa wanasema wana imani na bodi ya ligi. Nina uhakika kama Yanga wangepata alama 3 kwenye mchezo dhidi ya Simba, kwa maana mchezo usingeahirishwa, Yanga isingekuja na sababu za kusema hawana imani na bodi ya ligi. Mwisho wa siku wangekubali na ligi na mechi ingechezwa vizuri bila shida yoyote na mambo yote yangeenda vizuri kabisa. Kwa hiyo sasa hivi wana uwezo wa kusema hawana imani na bodi ya ligi kwa sababu wameona kuna vitu havikwenda sawa. So kutokwenda sawa kwa hivyo vitu ndio kunakosababisha waje na sababu kama hizo. Hawana sababu za msingi, by the way. Yanga hawana sababu za msingi, ni unafiki tu ndio ambao wameuendekeza mbele kwenye haya masuala. Lakini mimi naamini kwamba bodi ya ligi ni chombo ambacho kinafanya kazi yake kwa ubora wa hali ya juu, kinafanya kazi kwa weledi wa hali ya juu, na kila mtu atapata haki yake kutokana na namna ambavyo kanuni zinaeleza. Bodi ya ligi haipo kwa ajili ya kuipendelea timu fulani, na bodi ya ligi haipo kwa ajili ya kuipendelea labda kuwapendelea viongozi fulani. Bodi ya ligi iko kwa ajili ya kutenda haki kwa timu zote ambazo zinashiriki ligi zote ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi, kwa maana timu za championship, timu za ligi kuu na timu za first league division. Hakuna timu ambayo inapendelewa na bodi ya ligi. Hicho ni kitu ambacho mashabiki na wanachama wanapaswa kukielewa, ila bodi ya ligi ipo kwa ajili ya kutenda haki kwa wale wote ambao wako chini ya bodi ya ligi. So Yanga wao wamejaribu tu kuja na kuwa pressurize bodi ya ligi, kitu ambacho sio sawa. Na huu ndo ule usinema ambao Wallace Karia alikuwa hautaki. Unajua kati Yanga Wallace Karia anasema hataki wacheza sinema kwenye mpira, alikuwa anamaanisha vitu kama hivi. Hiki ambacho anakifanya Yanga ni kuleta drama kwenye mpira ambazo haziruhusiwi. Yanga ndio wachezaji sinema wakubwa, wanapaswa kujua hilo. Hivi vitu vya kusema mtu huna imani, huna sijui nini, ni vitu ambavyo havi make sense hata kidogo. Yanga msimu huu imekuwa ikilalamika sana. Mara ya kwanza ilianza kulalamikia waamuzi, ikatoka kwa waamuzi, ikaja kwenye malalamiko kama ya bodi ya ligi. Hizo zote ni lawama ambazo wanazitoa, lakini pia kuangalia msingi wa hizo lawama ni kwa sababu ya matokeo mabaya ambayo walikuwa wanayapata. Mpaka sasa hivi wanaongoza liko tofauti alama 1.
Lakini wakati ule wanazungumza kuhusu malalamiko ya waamuzi, ni nyakati ambazo timu yao inafanya vibaya. Ina maana walikuwa wanatumia waamuzi kama sehemu ya kichaka cha kujifichia, na walikuwa wanaficha madhaifu ya timu yao. Wanashindwa kujua kwamba wao wenyewe ndio walifanya makosa tangu mwanzoni mwa msimu. Kama unakumbuka, walianza na Miguel Gamondi wakamtoa, akaja Sid Ramovic wakamtoa. Sasa hivi amekuja Hamdi Miludi. Wamebadilisha makocha mara mbili kwenye msimu mmoja. Sasa ukibadilisha makocha mara mbili kwenye msimu mmoja, automatically hauwezi kuwa kwenye rhythm ile ile ambayo umeanza nayo msimu. Na ndio maana baada ya pale wakaanza kulalamika kuhusu waamuzi na nini na vitu vingine kama hivyo. So kuanza vibaya kwa msimu kwa Young Africans kulipelekea wakaanza kulalamika kuhusu waamuzi, lakini pia apart from hilo, leo wanasema hawana imani na bodi ya ligi kwa sababu tu ya unafiki, ila sio kweli kwamba bodi ya ligi inafanya makosa. Bodi ya ligi inafanya yale ambayo ni yapo kwenye kanuni na inasimamia pia mpira wa miguu kutokana na kanuni ambazo zimewekwa. So kwa chochote ambacho bodi ya ligi wanakifanya kwa mujibu wa kanuni, na hakuna timu yoyote ile ambayo wanaipendelea kwenye maamuzi yote yale ambayo wanayafanya.